Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi amezungumza jambo ambalo limezua mjadala mkubwa ndani ya chama tawala cha CCM na kuzua gumzo nchi nzima. Makamu wa Rais amerejelea kauli mbiu ya Chadema na vyama vingine vya upinzani kuelekea kwa vijana wa Gen Z nchini Tanzania. Kabla niweze kukujuza alichokizungumza Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Kauli ya Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi imevutia umakini mkubwa baada ya kutoa ujumbe uliowataka vijana wa Gen Z wa Tanzania kushikamana, kulinda haki, kupigania haki na kushiriki kikamilifu katika kujenga mustakabali wa taifa bila woga. Maneno hayo yameibua mjadala kutokana na lugha iliyotumika, hasa msisitizo wake juu ya umoja, mshikamano na wajibu wa vijana katika kupigania na kutetea haki nchini. Kwa baadhi ya wachambuzi, ujumbe huo umeleta mjadala mkubwa na gumzo mara moja ikilinganishwa na hoja ambazo mara nyingi zimejitokeza katika mijadala ya kisiasa ya upinzani Chadema, hasa wito kwa wananchi kushikamana katika kudai uwajibikaji, usawa na ulinzi wa haki nchini, ambapo viongozi wengi wa CCM baada ya Chadema kusema vijana wapiganie haki, wengi walidai ya kwamba Chadema walikuwa wakihimiza chuki pamoja na migongano na kusababisha vurugu. Ingawa Nchimbi hakutaja moja kwa moja chama chochote cha siasa katika kauli yake, msisitizo wake wa mara kwa mara kuhusu haki na ushiriki wa vijana umeibua mjadala miongoni mwa Watanzania, huku wengi wakichambua maana iliyojificha nyuma ya maneno yake Nchimbi na wakati ambapo ujumbe huo umetolewa. Tukumbuke maandamano yaliyopita nchini Tanzania yalihimizwa na madai ya kwamba vijana walikuwa wakitetea haki ambayo iliwapeleka barabarani. Hata hivyo, leo akizungumza mbele ya wananchi, Nchimbi amesisitiza kuwa vijana ni miongoni mwa nguzo muhimu zaidi za maendeleo ya Tanzania na wanafaa kutochoka kutetea haki. Alisema kuwa nchi haiwezi kupata maendeleo ya kweli bila ushiriki hai wa kizazi chake cha vijana. Kwa mujibu wa ujumbe wake, Emmanuel Nchimbi, vijana wa Tanzania hawapaswi kujiona kama watazamaji tu wanaosubiri maamuzi yafanywe na watu wengine. Badala yake, amewahimiza vijana wa Tanzania wanapaswa kutambua kuwa wana wajibu wa kushiriki katika kuamua mwelekeo wa nchi, hasa kutetea haki. Moja ya hoja kuu zilizosisitizwa katika hotuba yake ilikuwa ni suala la haki nchini. Nchimbi aliweka haki katika kiini cha ujumbe wake kwa vijana, akiwataka vijana kuelewa nafasi yao katika kulinda misingi inayoongoza taifa. Alisema kuwa nchi haiwezi kufikia utulivu na maendeleo ya kudumu ikiwa masuala ya usawa na haki yatapuuzwa. Kauli zake zimekuwa gumzo kubwa kwa sababu zinakuja wakati ambapo mijadala ya kisiasa nchini Tanzania inaendelea kuzingatia sana masuala ya demokrasia, haki, ushiriki wa wananchi na nafasi ya vijana katika masuala ya kitaifa. Kwa miaka mingi vijana wamekuwa kundi linalozungumziwa sana katika siasa za Tanzania, vijana ambao wamepewa jina la Gen Z. Kutokana na sehemu kubwa ya idadi ya watu kuwa vijana nchini, vyama vya siasa, asasi za kiraia na viongozi wa serikali wameendelea kusisitiza umuhimu wa kuwashirikisha vijana nchini katika maamuzi yanayoathiri mustakabali wa nchi. Hata hivyo, ujumbe wa hivi karibuni wa Emmanuel Nchimbi umevutia umakini wa kipekee kutokana na maneno aliyochagua kutumia. Baadhi ya wananchi mtandaoni wamebainisha kuwa kauli kama vile kulinda haki, kupigania haki, kutetea haki, kushikamana na kupigania usawa pia zimekuwa mada za kawaida katika ujumbe kutoka kwa makundi ya upinzani ikiwemo Chadema. Hali hii imezua mjadala miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa, huku baadhi wakijiuliza iwapo kauli ya Nchimbi inaashiria mabadiliko mapana katika namna viongozi wa kitaifa wanavyojadili masuala ya haki na wajibu wa raia. Wengine wanahoji kuwa mawazo haya hayafungwi na kundi lolote la kisiasa, bali ni kanuni muhimu zinazohusu jamii yoyote inayotafuta maendeleo na utulivu. Wengine wamehoji ni jinsi gani Nchimbi anavyomaanisha vijana waweze kutumia njia gani kuweza kutetea haki hiyo anayoitaja. Mjadala huo pia umeangazia tofauti zilizopo katika namna ambavyo ujumbe wa kisiasa unavyotafsiriwa. Wakati baadhi ya viongozi wa upinzani wakiwahi kutumia lugha kama hiyo ya Nchimbi leo wanapotoa wito wa mageuzi ya kisiasa na ulinzi imara wa haki za raia, baadhi ya viongozi wa serikali wamekuwa wakikosoa ujumbe wa upinzani wakidai kuwa unachochea mivutano isiyo ya lazima. Katika muktadha huo, uamuzi wa Emmanuel Nchimbi wa kusisitiza umoja, haki na wajibu wa vijana umeibua mjadala mpya miongoni mwa Watanzania. Wanaounga mkono ujumbe wake wanasema unaashiria kutambuliwa kwa umuhimu wa nafasi ya vijana katika mustakabali wa taifa.
Wanahoji kuwa ushiriki wa vijana haupaswi kuishia kwenye masuala ya uchaguzi au siasa pekee, bali unapaswa pia kujumuisha maendeleo ya kiuchumi, ubunifu, uongozi katika jamii na kulinda tunu za taifa. Wengine wanaamini kuwa ujumbe huo una maana ya kina zaidi na huenda unawatia moyo vijana kuwa na uelewa mpana zaidi wa nafasi yao katika jamii nchini. Wanasema kuwa viongozi wanapozungumzia haki na umoja, raia huanza kujiuliza maswali kuhusu namna kanuni hizo zinavyodhihirika katika maisha ya kila siku. Mjadala wa mtandaoni kuhusu hotuba ya Emmanuel Nchimbi sasa, ambapo kauli yake mbiu inafanana na ile ya Chadema, umeendelea kushika kasi leo, huku Watanzania wengi wakitoa tafsiri mbalimbali za maneno yake. Baadhi wameupokea vyema ujumbe huo, wakisema kuwa vijana wanahitaji kutiwa moyo ili waendelee kuwa na matumaini na kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa. Wanahoji kuwa bila kuwa na kizazi cha vijana chenye umoja na uwajibikaji, Tanzania inaweza kupata changamoto katika kufikia kiwango cha maendeleo kinachotarajiwa na wananchi wengi. Wengine wameangazia changamoto zinazowakabili vijana wa Tanzania leo, ikiwemo matatizo ya kiuchumi, masuala ya ajira na uhitaji wa fursa zaidi. Kwao wito wa kuwashirikisha vijana unapaswa pia kuambatana na suluhisho la kivitendo zinazowezesha vijana kuchangia kwa tija katika jamii. Zaidi ya mjadala wa kisiasa, ujumbe wa Emmanuel Nchimbi kama makamu wa rais pia umerudisha umakini kwenye swali pana zaidi la nini maana ya raia kuwajibika kwa ajili ya nchi yao. Alisisitiza kuwa maendeleo ya taifa yanahitaji ushirikiano kati ya vizazi na jamii mbalimbali. Kwa mujibu wa hoja yake makamu wa rais, taifa imara hujengwa pale raia wanapoelewa kuwa kila mmoja ana nafasi ya kutimiza wajibu wake. Aliwahimiza vijana wa Tanzania kutokata tamaa, bali waendelee kuwa na umoja na kujitolea kwa ajili ya mabadiliko chanya. Makamu wa rais pia alisisitiza ukuaji wa uchumi na umoja wa kitaifa kama maeneo muhimu ambapo vijana wanaweza kutoa mchango wao. Ujumbe wake ulionyesha kuwa maendeleo hayapatikani kupitia juhudi za serikali pekee, bali kupitia ushiriki wa wananchi na vijana walio tayari kutoa mawazo, nguvu na suluhisho. Wakati maoni yakiendelea kutolewa, sasa macho yanaelekezwa kwenye namna vijana wa Tanzania Gen Z watakavyotafsiri na kupokea ujumbe huu wa Nchimbi. Je, watauchukulia kama wito wa jumla wa uwajibikaji wa taifa au watauhusisha na mijadala mipana ya kisiasa inayoendelea nchini? Swali hilo limekuwa sehemu ya mjadala unaoendelea kufuatia kauli za Nchimbi leo. Kilichodhahiri ni kwamba suala la ushiriki wa vijana, haki na umoja wa kitaifa linasalia kuwa mmoja ya mijadala muhimu zaidi inayounda mazungumzo ya umma nchini Tanzania, kauli mbiu ile ile ambayo Chadema imekuwa ikitangaza. Ujumbe wa Daktari Emmanuel Nchimbi umelenga tena mwanga kwenye nguvu na ushawishi wa vijana wa Tanzania, iwe ni kupitia siasa, shughuli za kiuchumi, ubunifu wa ushiriki katika jamii. Kizazi cha vijana kinaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuamua mwelekeo wa baadaye wa taifa hili. Na huku mijadala hii ikiendelea, wengi watakuwa wakifuatilia kwa karibu kuona jinsi wito huu wa umoja, haki na uwajibikaji kwa vijana utakavyoendelezwa siku zijazo na vijana hao. Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kwa taarifa zaidi kama hizi kila siku.